Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo limetokea jambo la ajabu sana duniani, na si mara ya kwanza, lakini ni moja kati ya dalili kubwa ya ujio wa Yesu. Siku ya leo Venezuela imeripotiwa kwamba vimetokea vifo zaidi ya 100,000 kufuatia tetemeko kuu lililopita maeneo yale. Tetemeko, supermarket zimeharibika, majengo marefu yameharibika, watu wamekufa. Usisubiri kuona paka dunia itakapokunjwa kama karatasi kwamba ndipo uamini kwamba Yesu yuko njiani. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Maneno haya Yesu alizungumza na wanafunzi wake kupitia kitabu cha Mathayo sura 24. Kija Mathayo 24 mstari wa 7 hapa, Biblia inasema, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Kabla ya kuja kwa Yesu, taifa litaondoka. Angalia sasa hivi mataifa navyo, watu wanakufa kila siku. Vita kila mahali, vita kila mahali. Si Ulaya, si Afrika, vita kila mahali. Lakini pia njaa. Angalia uchumi, watu wanapigwa na maisha. Watu wanapita nyakati ngumu sana. Kuna watu wengine hata kula ni mtihani. Lakini bado haujaelewa kwamba natakiwa waanze kujiandaa. Yesu yuko njiani. Lakini tetemeko. Niambie, ni ishara gani ambayo paka sasa hivi haijatokea? Ndugu yangu, nimeona nikutahadharishe kwa faida ya mtandao. Siku ya leo Venezuela imetokea tetemeko kubwa sana, watu wamekufa sana. Lakini alitokei tu, yamekwisha kuandikwa mambo yote. Heri kama ulikuwa unakata tamaa, umeishiwa nguvu, anza kujichaji upya. Wokovu wetu upo karibu sana kuliko tangu tulivyoanza kuamini. Yesu yuko njiani, Yesu yuko mlangoni. Tubu, uiamini Injili, umpokee Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako binafsi. Hapo utaokolewa. Tuko dakika za jioni sana. Kufumba na kufumbua, parapanda ikipiga watu wanaondoka. Njaa, matetemeko, vita. Hizi ni dalili za ujio wa Yesu. Praise over praise. Ni mchungaji, ni mwinjilisti, ni mtu yoyote, ni kiongozi ambaye umepata kuna video hii, tafadhali rudi kwa Mungu wako tena. Ulikuwa unawaza kuacha huduma, tafadhali usiache. Rudi tena kwa Mungu wako ndugu yangu. Ulikuwa unawaza ni heli ungehama, si ungefanyaje, ungehama dini. Nataka nikueleze kwa nyakati kama hizi, ni wale wenye nguvu ya Roho Mtakatifu peke yake, ni wale waliokubali Yesu awe dhahiri kwenye maisha yao ambao wataweza kuokoka, kwa sababu inakuja dhiki ambayo mfano wake haijawahi kuwepo tangu kuumbwa kwa misingi ya dunia. Katikati ya dhiki hiyo, njaa, vita, matetemeko, balaa, kutakuwa na ishara nyingi sana. Jua lililokuwa damu, mwezi, tafadhali, nyota kudondoka. Heri na hapo na mambo kama haya, ujifunze. Basi Mungu akubariki sana. Subscribe kama ukipenda, subscribe, share kwa ajili ya kusambaza ujumbe huu. Yesu yuko mlangoni. Bariki sana.